Niliwaamsha asubuhi vizuri, wakanywa chai, wakajiandaa vizuri na kuondoka. Tuombe kweli, maana imekuwa kama vile pepo. Maamuzi aliyojichukua pale na tai ya shule kajinyongea. Uniform kachomeka pale juu. Amejinyonga. Tai yake ya shingoni. Juu akafunga tai yake, akajinyonga kwa kutumia tai yake ya shule. Mtazamaji, leo ni tarehe 9 ya mwezi wa 3 mwaka 2026. Hapa ni katika kijiji cha Ambureni, kata Ambureni, wilayani Arumeru, halmashauri ya Meru, mkoani Arusha. Tumekuja kuripoti taarifa ya mtoto mwanafunzi mwenye umri kati ya miaka 15 mpaka 17 amefariki dunia baada ya kujinyonga. Anafahamika kwa jina la Ibrahim Elibariki. Kijana huyu asubuhi inaeleza kwamba aliamka kwa ajili ya kwenda shule na alikunywa chai na wenzake, lakini muda baadaye mmoja ya mtu aliyezunguka katika eneo ambalo lina banda kwa pembeni kuna chumba kingine, akakuta Ibra kwa kutumia tai yake ya shuleni amejitundika, huku madaftari yake akiwa ameyaweka kwenye kama paa hivi la bati. Lakini pamoja na hayo, Ibra analelewa katika kituo cha watoto yatima kilichopo katika maeneo haya. Tumezungumza na mwenyekiti akieleza kwamba kwa mujibu wa taarifa ambazo ameuliza kwa walezi wake ni kwamba Ibra alikuwa mara nyingi anasumbua kwenda shuleni, wakati mwingine anakataa. Sasa sijui ni kitu gani ambacho kimempata Ibra mpaka akaamua kuchukua maamuzi hayo ya kujitundika kwa kutumia tai yake ya shuleni. Lakini tayari jeshi la polisi wameshafika katika eneo hili na kuchukua mwili huo kwenda kupumzisha katika chumba cha kuhifadhia maiti. Naitwa Neema. Niliwaamsha asubuhi vizuri, wakanywa chai, wakajiandaa vizuri na kuondoka. Sasa sijajua huko mbele alipofika ilikuwaje. Anaitwa Ibra. Alikuwa na changamoto yoyote? Ndio. Lakini shida iliyokuwa nao saa nyingine hawezi kufika shuleni, lakini wiki kaka ambaye tuko naye hapa shuleni alimpeleka paka shuleni Jumamosi kwenda kufanya mtihani. Alikuwa anaenda shuleni kwa kumlazimisha saa nyingine hivyo. Kwa masikitiko makubwa sana. Mimi kweli sijatamani hata kumshuhudia. Saa nyingine ndio tulikuwa tunamlazimisha kwenda shuleni na anapelekwa hadi na vijana wa hapa kituoni. Sasa sijajua labda changamoto labda ni huko shuleni anakosoma au ni vipi, lakini kwa hapa ana changamoto yoyote. Hana shida, kila mtoto anaishi kwa upendo hapa kituoni. Kweli mimi ndo nimefika muda huu nikakuta mtoto amejinyonga hapa. Wanasema yuko darasa la 6 sijui la 7. Tuwaombe watoto. Tuwaombe kweli, maana imekuwa kama vile pepo. Maamuzi aliyojichukua pale na tai ya shule kajinyongea. Uniform kachomeka pale juu. I don't know brother, sijui. Sijajua, labda umesambaratishwa moyo brother. Tuwaombe Mungu. Mungu arehemu vijana wadogo, watu wadogo, majinsia generation 0. Unajua kwenye kadamnasi kama hii ya watoto wa kulelea watoto kuanzia 50 au 20 itakiwa nani wao wakini. Matron wao makini sana. Mtoto asiumie, mtoto wale, mtoto wanywe. Umeona? Kwa hiyo inatakiwa umakini. Asubuhi, mchana, jioni. Amejinyonga. Tai yake ya shingoni. Wao makini sana kwa wao wanaesimamia. Unajua kufungua kituo sio sababu. Sababu ni yani wanao ulezi. Umeona? Ulezi ndio. Steven George Kidemi. Nikiwa jirani hapa, baada ya tukio lilivyotokea sikuwepo, ni kwamba tu nilikuwa naenda kwenye msiba. Kufika hapa barabarani nikaona watu wanapanda hivi. Nauliza kwa nini watu wanapanda, nikaambiwa ni tukio lililotokea. Kwa nani? Kwa hapa kwa Izaki. Ilibidi sasa nikaacha kwenda msiba nikarudi kwanza nyumbani. Nilivyorudi nyumbani nikaja. Nikapanda nikaenda pale kwa Izaki. Nilienda pale kwa Izaki nikaona watu kweli wanaenda kwenda kumwangalia. Nini tena?
ambia mtoto ametundika. Kwenda kucheki. Kaona kweli hii kitu ambayo imetuumiza wote, kwa sababu huyu mtoto ni mdogo sana, na alikuwa nimesikia kwa alitoka saa 11 aliamka vizuri na akanywa chai. Alivyokunywa chai na akachukua madaftari yake wakiwa wako wawili. Sasa alivyokuwa wako wawili, sasa sijajua sasa kama walikuwa wamefika shuleni au wala hawajafika shuleni. Ikawa sasa baada mimi nilivyosikia, maana yake nimesikia jinsi wanavyozungumza. Sasa katika mazungumzo ni jinsi nilivyosikia, jinsi ilivyokuwa, ndio na mimi nikashuhudia hii tukio kweli, huyu mtoto kujinyonga, lakini imetuumiza wote, kwa sababu unajua mtoto wa mwenzio ni sawa tu na mtoto wako. Kwa hiyo sasa hii kitu imetuumiza sana, ndio maana tukaona hii kitu sio nzuri sana. Hatujajua kitu kilichokwaza huyu mtoto, aidha ni kwamba ni shule hataki au ni kwamba analazimishwa mpaka alivyochukua jukumu la kujinyonga. Kwa hiyo alivyokuwa anasumbuliwa kwenda shuleni, maana yake ni kwamba tuseme ni kwamba analazimishwa kwenda shule. Kama hii juzi tu nasikia mtihani tu alivyokuwa anapiga pale mtihani wa darasa la 7 Davis. Ilibidi sasa alikuja kuchukuliwa akafanya mtihani. Majina yanaitwa Olais Simon Molel, ni mwenyekiti wa kijiji cha Ambureni. Tumeamka leo na changamoto ya kumpoteza kijana ambaye kwa majina anafahamika kama Ibrahim Bariki. Anakadiriwa kuwa na umri kati ya miaka 14-15 na anasoma darasa la 7 Davis. Inaonekana amekuwa na changamoto ya kukataa shule mara kwa mara, na hata hizi siku 2-3 kwa maelezo tuliyopata hapa inaonekana kama alikuwa aendi shuleni. Kwa pengine katika kushauriwa au kulazimishwa kwenda shule akaamua kuchukua maamuzi haya magumu ya kujinyonga. Lakini kwa maelezo ya majirani wanadai sio mara ya kwanza akitamani kujidhuru. Kuna wakati mwingine tena aliwahi kutaka kunywa sumu, na kuna wakati mwingine tena alitamani tena kujinyonga. Kwa hiyo inaonekana hii ni mara ya 3 kwa maelezo ya majirani. Kwa hiyo niendelee kuwahasa wenye vituo kwamba ni muhimu kuwafanyia counseling ya kutosha watoto wanapobainika kuwa na changamoto kama hizi. Lakini na wazazi, mtoto anapokuwa na changamoto akilelewa na wazazi au ndugu, inakuwa ni rahisi, kwa sababu idadi ya watoto nyumbani inakuwa ni chache kuliko kituoni. Kwa hiyo mtoto anapokumbwa na changamoto kama hii, nafikiri ni vyema vituo vyote vikajifunza kwamba ni vizuri kumweka kwenye uangalizi maalum badala ya kumweka kwenye grupu kubwa kama walivyo, na watoto wanaweza washindwe kuhimili changamoto alafu wanachukua maamuzi kama haya. Kwa maelezo ya matron, alikunywa chai asubuhi na wenzake, na kwa sababu alishashauriwa kwenda shuleni akajiandaa kwenda shuleni, ndio alivyodumbukia bondeni hapo, akaingia kwenye hicho chumba ambacho kulikuwepo na bomba zilizochomewa, akakanyaga zile bomba, akapanda juu, akafunga tai yake, akajinyonga kwa kutumia tai yake ya shule, na madaftari yake alikuwa ameyatundika hapo juu pamoja na nguo nyingine. Lazima tuchukue tahadhari wote, wazazi na vituo. Mimi kuna jambo ninaamini, kama watu wote tungekuwa tunapendana, kusingekuwa na sababu ya kuwa na vituo vya watoto. Lakini kwa sababu ndugu hawapendani, hakuna mtu ambaye hana ndugu. Maana kama ndugu wangeweza kukea watoto wa ndugu zao, tusingekuwa na vituo. Lakini tuna vituo kwa sababu kuna ndugu ambao hawawataki ndugu zao. Hii ni changamoto kubwa. Kwa hiyo mimi nitoe ushauri au niombe Watanzania wenzangu na wananchi wote kwa ujumla kwamba ni vizuri tuwalee watoto wetu kwa ukaribu zaidi, hasa hao ambao wana changamoto.